Baba jambo. Jambo. Labda ungeweza kujitambulisha? Jina langu ni Shishimbo Mwami. Mimi natumika komite ya Kristo. Niko conseil de Kristo. Mali komite. Katika maeneo gani? Bibokoboko. Leo huko katika mji wa Baraka, lengo lako kuu la wewe kuweza kuwepo hapa ni nini zaidi? Lengo langu la kunifikisha hapa Baraka, tulikuwa mkikao ya kutafuta usalama. Na labda mapokezi uliyapokea namna gani ulipowasili katika mji wa Baraka? Niliyapokea mzuri sana. Kikao nilifurahi sana, tena niliyapokea mzuri. Kulikuwa mazungumzo ya mzuri, tuongea mzuri. Labda upande wa mazungumzo yaliyozungumziwa, upande wako wewe uliyapokea namna gani? Niliyapokea juu ya kusema sasa tukae pamoja, makomunote yote ilikuwa hapa mwa kikao, tuongee pamoja na kupendana, tutafute usalama sisi binafsi peke turai. Katika njia za kutafuta usalama kuna wale ambao walipendekeza kuweza kuweana. Unafikiri kwamba kwa upande wako nini ambayo inaweza kurahisisha makabila ambayo yanaishi hapa katika mji wa Baraka na hapo juu Bokoboko kuweza kuja kuoana? Si shida. Mtoto binti na kijana mwanaume wakati wanapendana wanaweza wakaoana. Kuoana ni mapenzi ya mtu. Bali watoto wawili kimaliza masomo yao au wanapendana tu wanaoana. Utahakikishia nini raia katika mji wa Baraka na maeneo mengine ya tarafa la Fizi wanapofika kule maeneo ya Bibokoboko, labda kwa upande wa usalama? Raia ya Bibokoboko ikifika Baraka hakuna shida. Ikifika Bibokoboko hakuna shida. Bibokoboko ni salama. Tunahitaji wapande bakuye kwetu Bibokoboko. Raia yetu ya Bibokoboko, ikiwa ni wazee, ikiwa ni wasaje, ikiwa ni wanaume, ikiwa ni watoto, watawapokea kwa usalama. Mara pili hivi sasa wamama kutoka pa Bibokoboko wanafika katika mji wa Baraka. Kuna malalamiko yote mabaya tayari imeweza kuyapata? Hakuna shida. Safari 3 wanafika hapa Baraka, hakuna shida. Walizunguka msantere wakauza kitu yote yenyewe wanapenda, wakarudia kunyumba. Wakatuambia sasa, wakahakikisha kuko batembea mzuri, tena Baraka ni salama. Labda ujumbe wako kwa raia wengine ambao wanaoendelea kukufuata kwa wakati huu? Ndio. Message yako ni gani kwa raia wengine kwa ajili ya kutafuta usalama wa kudumu? Mahitaji yangu kuendeshea kikao na marekomandasyon yangu nilisema tunahitaji zile ngazi zote nitoka kusema wapande kwetu hivyo, bende kuongea na wazee, babaone bafike kwetu, ni bandugu. Tunakushukuru. Kwetu ni Bokoboko, niko mtoto wa Bokoboko, tena niko mtoto wa Baraka. Ndoona watu wa mingi hapa wanajua sana, wanajua mingi sana. Hapa ndio kwetu Baraka. Tuseme Baraka, Katanga, Sibiri, kufika nini? Hakuna mtu mwenye sawa. Bali wazee wote walitangulia mbele kufa hapa, walikuwa bashefu de groupement, walikuwa bashefu de localité. Wote walikuwa wanafika kwetu na walimu. Mimi niko mtoto wa Baraka tena leo. Kwa hiyo leo ya pili nashukuru sana kwa kuona wazee pale wanatufikisha maiki kao, tena wanatupatia na neno la kusema. Asante, nashukuru sana kwa mwaliko wenu. Tena nashukuru kuona participa bon biko hapo Baraka. Nashukuru sana sana juu ya kusema tuongee, tufanye mazungumzo. Hii tunaanza kuzungumza maiki kao ili ya kutafuta usalama Bibokoboko na Baraka. Bibokoboko na Baraka ni mwingine mmoja kutoka hivi kupita kunjia barabara ni saa moja, iko 20 km, ni saa moja.
wakati wa kushuka ile saa moja iweze kuelewa. Wakati tulishuka nadhani tulitembea 40 minutes tukafika hapa Mbaya. Unaona sasa ni muhimu juu ya kutafuta amani. Sisi sasa sisi baki ya tupata magumu depuis kwanza 2021 miaka 6 tuko mahali magumu, lakini tunaishi mzuri na FARDC na sura mzuri, tunaishi na basoda wa kiundi mzuri sana. Ingine naweza kuwasifia kidogo bado ya baraka. Hizi ni safari mbili watu wa kwetu tuko wanalema hapa Mkomesi. Nadhani watu wengi maisha wao bana Mungu. Biko wanalema hapa Mkomesi. Hapa ni kwao. Kama mnaona wanashuka hapa ni kwao. Sasa mlisema bani balitangulia kusema mbele yangu. Balikata sasa wakasema kutafuta amani ni mazungumzo, ni kuongea. Ndio vile vinaweza kuwa vinaweza fika, lakini mimi mawazo yangu niliona cha muhimu ni kupendana. Nirudilie kwanza, kama siwata kuko wazee wakati mama mmoja alikuwa kabila alikuwa anamuita Mariamu. Kuna watu walishaona mnaona sasa wakati upendo ulikuwa hata tusisisi kwa tunapendana na watu ya bara. Hapa mimi kuna watu wengi, kuna rafiki wengi. Nilikuwa na raha sana. Mimi sikuwa na kama kuotea hata. Nilikuwa na kama kwa rafiki yangu. Na naweza hata kesho ile semeni ile kwa bara. Nilikuwa natembea kwa mwingine. Tunakuwa hapa hospitali kwenda sasa. Ile sasa ndio hospitali ya kwetu ya Lugoro. Ese. Sasa sio watu wa Lugoro na watu wa bara. Hii barabara yote tunapenda tuwe pamoja. Ile utumishi ile upendo wa zamani. Ile upendo wa zamani. Nimeambia sasa hivi. Mtu mwenye kuna haja kwenda Lugoro. Kesho mwanzo kupanda. Mpaka kwenda Lugoro. Mpango wetu ndio kama uko na shida kutafuta mbuzi, kama ni kuku, kama ni kisanga, kama ni maraka, mpande kwetu Bigogoro tuko na amani. Bigogoro hatuko na shida yote na mtu. Namalizia pale. Nitaongeza sasa rekomandasyon yangu. Marekomandasyon yangu sasa ni jambo sawa hili. Kwetu Lugoro tunahitaji bashefu development. Bamwana. Mnaona huyu ni mwani wangu. Huyu ndio shefu wangu wa Lugoro. Tunahitaji mwani wa Lugoro. Ni ardhi, ni eneo hili, ni udongo hili. Neno la pili, tunahitaji bashefu secteur. Mkuye pamoja na bashefu development karibu kwetu Lugoro. Bazee wanahitaji mwenye kuzungumza, mwenye kufanya maongezi. Neno la tatu, tunahitaji meli. Mzee pale, mheshimiwa pale. Ufike Lugoro. Karibu kwetu Lugoro. Ufike Lugoro. Mzee pale, mheshimiwa komandante wetu. Karibu Lugoro. Mpande Lugoro. Tunahitaji Imo Mugondo, komite Imo Mugondo. Unasema mtutumie saa wazee wawili au watatu. Bafike Lugoro wape kuongea na wazee wa Lugoro.
societe civile na hiyo tunawahitaji. Mteni mkono tu niwaone kwanza. Tunawahitaji sana wakati. Upande wetu ndio sijui kama kuko nilotea wafeo biko tunahitaji kinyako kuma yao ile komite yao ya mtuwake basi tulie watu wa kwa kumaliza sibele muda mrefu si watu wa Igoroko tunatafuta kuongea na watu baraka ni kwetu. Kila kitu yote ya lazima tunatafuta ni hapa. Pale Igoroko kwa kuongea na basaje, uko basaje, uko banaume na banamuke na watoto wabaoni kwa kuongea. Akisani na mazia pale kidogo nafurahi sana kwa mwaliko wa mkuu wetu warepresenta wa presida wetu wa Kongo kwa kutualika kuja kuongea na watu wa hapa Baraka. Kama kawaida kisi mzee anatoa kusema sisi watu Igoroko na Baraka tuko mtu mmoja. Mimi niko mzaliwa wa sekta ya Tanganyika mgrupema ya Basimiaka no, lakini kufatana na magumu yenye ilipitika niko hapa Igoroko ndio kwenye mimi naikala. Kwa hiyo neno la kutafuta amani kitu cha muhimu sana. Tuendeleshe mazungumzo. Cha pili, tuache kubaguana, kila mtu aone mtu sawa mwenzake. Naweza sema kama zaidi ile inaweza tusaidia hivi. Igoroko ni eneo ya washefu, lakini washefu walishatupa watu yao, hawajui kama wanakula nini, hawajui kama wanalala wapi. Antuka ile inatufaidisha sana. Ya pili, ya tatu, mashirika mbalimbali ilishaachilia eneo juu ya usalama mchache. Tunahitaji mashirika mbalimbali zikuye kuhudumia watu kwa matibabu, kwa maji safi, sababu walikuwa wanatutembelea wanatufanyizia maji mzuri pale, lakini walishatuachilia. Ile inaweza kusaidia kwa kusema mashirika tutembelee, sababu najua hii barabara ya kupanda sawa gisi kuko ndugu mwenye alisema mamoto haipandi. Mnajua kuko mamotari wenyewe walikuwa wanazoea kupanda Igoroko, wote bamini walisha uwawa zaidi, wote walisha uwawa. Akipanda wanamvizia, wanampiga masasi, wanamuua. Naweza sema pole sana, wengine wakakimbia. Kwa hiyo Igoroko tunawahitaji kwa kupanda na si kwa kushuka. Hivi wamama walishaanza kushuka na wababa najua kama watakuya. Kwa hiyo kisha pata usalama kwa kuendelea mazungumzo. Asante sana na maliza. Kwa jina langu naitwa kwa jina Nyakagabo Rutambwe. Ile ndio majina yangu. Chef de village Notabilité Rutambwe.